Tanzania tumeaga mashindano ya AFCON mwaka 2025 26. Wanasema tumetoka hapo. Baba wewe. Rudia kwanza muda wa kazi msenge. Wapongeze benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwa ujumla. Kiukweli kwangu mimi na hesabu sisi ni washindi katika mchezo wa leo. Haki tu haijatendeka, lakini kama haki ingetendeka, Tanzania ilikuwa inakwenda kuishangaza Afrika kwa kumwondoa Moroko. Kwanza kwenye matukio mawili matatu. Tukio la kwanza ni la kukosa nafasi ambayo amekosa Simon Msuva kwa bahati mbaya. Tukio la pili ni la Fei kukosa nafasi. Laiti kama tungezitumia vizuri, tulikuwa tuna goli hata 3 pamoja na penalti ya mwisho ambayo mwamuzi ametunyima kwa makusudi mazima, na ni mwamuzi ambaye amekuja kwa mpango mkakati. Kwa hiyo tumeumia kama taifa, lakini tuwapongeze sana. Kwa dhati ya moyo wangu nasema sisi ni mabingwa na Afrika itaikumbuka Tanzania kwa matendo makuu mawili. Kwanza ni timu ambayo imekuwa inaweka ulinzi wa kutosha na imekuwa inacheza kwa nidhamu. Wachezaji mafulbeki wale wamekuwa wakipambana sana pamoja na viungo kuhakikisha wanaziba kila aina ya njia ambayo mpinzani alikuwa anatakiwa kuifanya. Moroko hawatakuja kusahau Tanzania kwa namna ambavyo wametengeneza nafasi nyingi, lakini zilikuwa zikiishia kwenye mikono ya walinzi na viungo. Tuwapongeze sana, haikuwa bahati yetu. Hata namna ya goli ambalo wamelipata ni goli ambalo mchezaji alikuwa kama anaweka pembeni vipasi, lakini akapirika pale pale. Hayo yanatokea, lakini pia tuwapongeze sana wachezaji wetu. Awali mchezo wa kwanza walikuwa wanaonekana kuwa na pressure, lakini tulivyokuwa tunaendelea walionekana kujiamini zaidi. Wamecheza vizuri, wamepambana vizuri sana. Nimpongeze golikipa Masalanga. Kiukweli ilikuwa ngumu kumwamini, lakini tuwapongeze benchi la ufundi kwa kumpa nafasi. Ni golikipa ambaye atakuja kukumbukwa katika bara la Afrika. Golikipa ambaye anaweza akatumia mkono kuliko mguu. Akirusha hapa na kawe. Unaweza kusema kwamba Moroko aliandaliwa kupita kwenye hii mechi. Sahihi kabisa. Aliandaliwa kwa sababu ya namna ambavyo wamekuwa wanafanya. Wamekuwa wanacheza rafu nyingi, lakini mwamuzi amekuwa hana matumizi mazuri ya kadi kwa kuwaonya. Lakini hatua ya mwisho, penalti ambayo unaona anatumia mkono kusukuma, ni wazi kabisa VAR. Kwangu mimi nasema VAR imefanya kazi katika mataifa mengi, lakini sio kwa taifa kama la Tanzania. VAR, amini nakwambia, kama kungekuwa kuna viumbe ambao wanatakiwa kuteketezwa motoni, VAR ingetakiwa kuchomwa. Kama kungekuwa kuna viumbe vinatakiwa kuteketezwa motoni, VAR ingetakiwa ichomwe moto, kwa sababu imeshindwa kutenda haki. Ndio naanza kuamini kwamba VAR kuna wakati inashindwa kufanya kazi kwa mapenzi yake binafsi. Angalia mwamuzi kwa namna alivyoandaliwa, ameshindwa kwenda hata kuangalia. Kwa nini matukio mengine alikuwa anakwenda kuangalia tena mepesi sana, lakini ameshindwa kwenda kuangalia mtu ambaye anamsukuma mtu kwa mkono wake. Yaani tumedhulumiwa sana. Moroko na hii kauli wengi ambao wanaitumia mpaka sasa. Wamebebwa Moroko na hii laana ambayo wameifanya Moroko. Hii laana ambayo wameifanya Moroko kwa kumwandaa mwamuzi, na baada ya kuiona Tanzania namna ambavyo imekuwa ikicheza pila safi, pila la kujilinda, pila la kushambulia kwa kushtukiza, na kuambia hii laana Moroko hawatakuja kulichukua ile kombe. Moroko hawawezi kulichukua ile kombe. Hii laana ambayo dhuluma walioifanya hawatakuja kuchukua ile kombe. Na namwambia na mwamuzi wa leo, laana ulioifanya leo, dhuluma uliotudhulumu sisi wa Tanzania, na kuambiaje, tunampenda Diala, lakini kombe Mali hawachukui na waendi kokote. Taifa lake la Mali halitakwenda kokote, na wao waondolewe. Kizinga, kocha Miguel Gamondi, maneno yalikuwa mengi, hatimaye amewa improve on. Pengine sasa anastahili kuaminiwa na kupewa timu. Kwanza niwapongeze TFF kwa kumwamini Miguel Gamondi, na ni kwa sababu kwanza walimu kama hawa wa kigeni ngozi nyeupe ni walimu ambao ukiwapa kazi hawataki kuingiliwa kwenye majukumu yao. Ni mwalimu ambaye hataki haleti uswahili kwenye kazi. Hatukatai waliopita sio wazuri, hapana, ni wazuri, lakini wamekuwa kuna vitu ambavyo vinakuwa viko sawa. Umeelewa? Ukitaka kuliamini hilo, angalia namna ambavyo michuano ya CHAN, wachezaji hawa tuliokuwa nao ndio wamecheza kwenye michuano ya CHAN, lakini walikuwa wacheze kwa nidhamu kama walionyesha AFCON. Maybe kwa sababu labda ya benchi la ufundi, au ili benchi la ufundi wameliheshimu sana, wameonyesha kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo Miguel Gamondi ni mwalimu mzuri ambaye tunatakiwa kumwangalia kwa macho ya upana zaidi. Atatufikisha mbali, namna alivyoingia kwa heshima kubwa ya kuwaheshimu mataifa mbalimbali. Kiukweli ametufurahisha sana. Aendelee kupewa nafasi na aendelee kuwapa nafasi. Umeweza kuona wachezaji wengi wamekuwa wakipata nafasi, wachezaji tofauti. Leo Shomari Kapombe ameingia,
sio dakika tena za jioni, ameingia kipindi cha pili. Tumeona Selemani Mwalimu ameanza na amekuwa na uwezo mkubwa sana. Selemani Mwalimu Gomsi, bonge moja la mchezaji, bonge moja la mchezaji Selemani Mwalimu. Yes. Alphonse Mabula, bonge moja la kiungo, natamani aje Yanga pale. Selemani huyo nani? Alphonse Mabula, bonge moja la kiungo. Yaani ni mchezaji ambaye kwanza ukimsikia anakuambia alikuwa anatamani sana kuja kucheza timu yake ya taifa lake, lakini leo hii kutokana na namna ambavyo amekuwa anafanya huko nje, leo hii amekuwa na kiwango kizuri, ameaminiwa. Ni mchezaji ambaye katika timu yetu ya taifa amecheza mwanzo mwisho. Ukiangalia Stars ni kama inaanza sasa kuweka matumaini, unaona kuna sehemu itafika. Na niwaambie Watanzania, AFCON ijayo tunayoenda sisi, kombe linabaki hapa, kombe linabaki hapa AFCON ijayo 2027 of course. Na sisi waamuzi tutawafanya kama walivyofanya Morocco. Kombe linabaki hapa kwa timu tuliyokuwa nayo. Mimi naamini AFCON ijayo kombe aliondoke kwenye ardhi ya Samia Suluhu Hassan. Shukrani sana. Asante sana.